Kuna taarifa hapa Mtanzania mwenzangu ambazo zimeweza kutolewa usiku kutoka Ikulu Tanzania Chamwino ambazo si nzuri. Na taarifa hizi zimeweza kutolewa baada ya Jaji Mohamed Othman Chande kutoa ripoti ya uvunjivu wa amani uliotokea mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi, mahala ambapo Chande aliweza kuweka bayana kwamba japo ni idadi ndogo, eti kwamba watu 500 waliweza kuuawa kipindi kile cha machafuko. Vilevile Chande aliweza kutangaza kilichosababisha wananchi kuandamana ni utekaji uliokuwa umeshamiri katika utawala wa Samia. Ila mpenzi mtazamaji, naomba unisikilize na unisikilize kwa makini. Hizi ni taarifa ambazo zimetolewa usiku. Utawala wa Samia umeamua kuchoma ripoti halisi, the real or the original Chande report, ukipenda ripoti halisi ya Chande wameamua kuichoma na wanataka kuichomea upande wa Zanzibari, kisha Watanzania watapewa ripoti ambayo imefanyiwa marekebisho. Kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba revised report, pale ambapo serikali inahisi kwamba Chande aliweza kuwafinya, wanataka kubadilisha. Mnakumbuka Samia kipindi ambapo Chande aliweza kutoa ripoti, alisimama na akasema kwamba pasije pakatokea mtu amuombe ile ripoti ya Chande. Aliwaeleza wananchi kwamba ile ripoti ya Chande ni ya rais peke yake. Tumesikia masuala yaliyobainishwa na tume pamoja na mapendekezo kwa muhtasari, lakini mmeshuhudia ripoti iliyokabidhiwa na mavitabu yale yaliyoko pale. Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. Kumaanisha hata Marekani ikitaka kujua majibu ambayo ile Commission of Inquiry, tume ya uchunguzi ambayo Samia aliweza kuunda, ni kipi ama ni kitu gani ambacho waliweza kupata baada ya kufanya uchunguzi, Samia alitangaza wazi kwamba ile ripoti ni yake. Kumaanisha alikuwa anatangazia ulimwengu mzima kwamba yeye ni muuaji. Namba 2, yeye ndiye jaji mwenye anaamua ni kipi cha kufanywa. Kwa sababu iwapo hakukuwa muuaji huyu Samia, iwapo hakukuwa muuaji, ni kwa nini aseme kwamba ile ripoti ni ya rais na pasitokee mtu amuombe ile ripoti? Sasa kuna huyu mwanablogu mwenye naitwa Maria Sarungi amechapisha kwamba amepewa taarifa za ndani kwamba serikali inapanga kuchoma ripoti kamili asili ile ya Chande, alafu watoe ile ambayo wamefanyia marekebisho
mahala ambapo Chande aliweza kutumia lugha kali watoe, alafu watumie lugha ambayo haitaweza kuanika serikali, jinsi ambavyo unaona hapo. Kutoka kwa lile chapisho la huko juu likaanza kusoma hivi: ripoti ya kwanza ya asili, ama ukipenda ripoti ya kwanza ya asili inapelekwa Zanzibari ikachomwe moto, haitakaa ionekane maishani yenu yote, mtaiona ile iliyorekebishwa tu, maana ikiachwa nyie mtaiona na siku moja mtawazodoa sana, hasa wewe Maria na genge lako. Yaani nimecheka, maana oda inasema kabisa ripoti ichomwe, ili Maria na genge lake wakitafuta waipate hii ya Kabudi au kipenda ya Kubudi, ile ya Chande ipigwe kiberiti Zanzibari. Kwa hiyo Zanzibari sasa ni kichaka cha kuangamiza nyaraka za bara. Unaona, huyu ni mtu mwenye anafanya kazi Ikulu, mwenye ameweza kumpea Maria Sarungi taarifa za ndani, kwamba kumbuka kwamba Maria Sarungi ni mwanablogu na mtetezi wa haki za kibinadamu ambaye yuko upande wa upinzani kumulika serikali. Maria ameelezwa kwamba ile ripoti original ambayo Chande aliweza kuitoa, serikali haijaweza kupendezwa nayo. Wanaona kuna mahala ambapo Chande aliweza kuamulika, kuna mahala ambapo Chande aliweza kuanika, mfano kutaja yale mambo ya utekaji, mauaji kama vile sehemu za Dodoma, Dar es Salaam na sehemu zingine. Akataja kwamba watoto waliweza kuuawa. Hapo serikali haitaki, inataka iondoe maneno kama hayo. Na umesikia hiyo ripoti original inapelekwa Zanzibari kwa Samia ikachomewe pale. Kwa hivyo Watanganyika imefika mahala ambapo maneno ambayo yanatuhusu yanapelekwa Zanzibari, yanaenda kufanyiwa pale. Ripoti hii inahusu Mtanganyika. Ripoti hii inahusu familia ambazo ziliweza kupoteza ndugu zao. Itawezekanaje Samia amekosa amani na hii ripoti anaipeleka Zanzibari aende kuitia moto pale? Hii ni kuficha haki na kuchoma haki, na nina imani sasa umeweza kuona ni kwa nini hakukuwa nataka tume ya uchunguzi ya kimataifa, kwa sababu ingempata na makosa. Aliunda tume yake ambayo inamsafisha, lakini hata kana kwamba iliweza kumsafisha, kuna lugha ambayo iliweza kutumika pale hajaweza kukubaliana nayo. Anataka kuchoma ripoti. Hilo chapisho la pili likaendelea kusema kwamba hiyo ripoti ya Chande imeonyesha polisi walivyoua watu wengi, hasa Dar es Salaam na Tunduma. Imeweka wazi kabisa watu wameuawa kinyama, kikatili, kwa makundi, hasa majumbani. Alafu imeweka wazi kabisa kuwa machafuko yametokana na hasira ya watu, hasa vijana, kuchoka kutekwa ndugu zao kisha kutopatikana na wengine kufia mikononi mwa polisi. Na imetolea mifano ya akina Balozi Humphrey Polepole polisi, na imetolea mifano ya akina Mdude
ila kwenye ripoti ya uchakachuaji ya Kabudi huwezi sikia hayo ya utekaji. Yamebadilishwa, namna ya kuyaweka na Tunduma haijatajwa kabisa. Inasemekana Tunduma wamekufa watu wengi sana. Unaona, huyu ni ule mtu mwenye anafanya kazi Ikulu, mwenye ameweza kuiba siri. Unajua, hata kana kwamba kuna wale ambao wanafanyia hii serikali ya unyama kazi, kuna wale ambao unapata kwamba wanatoa taarifa. Unajua kile kipindi ambapo tulipokuwa pale shuleni, tulipokuwa tunasomewa na habari, tulikuwa tunaelezwa kwamba usije ukamwanika aswa yule mtu mwenye anatoa taarifa ambazo ni nyeti. Kama unasoma magazeti, utapata wakati mwingine wanahabari wanaandika kwenye magazeti kwamba taarifa ambazo ziliweza ama tulipozungumza na shahidi mmoja mwenye hakutaka aweze kutajwa, au taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu ambavyo havikutaka kutambulika, ndivyo hivi sasa anafanya kazi Ikulu, ameamua kuanika, kisema kwamba ripoti ya Chande imeonyesha jinsi ambavyo polisi hasa upande wa Dar es Salaam na upande wa Tunduma walivyoua watu wengi. Watu waliuliwa kinyama, wengine walifuatwa mpaka majumbani mwao. Lakini kipindi ambapo Bwana Chande alikuwa anasoma ile taarifa yake, walimsikia kweli akitaja kwamba polisi walihusika kwenye maafa. Alikatazwa. Chande alisema kwamba watu walikuwa na silaha, kwa hivyo wakauana. Na ili kuficha kile kilichoandikwa kwenye ripoti na kutaka kile ambacho Chande aliweza kukisema kionekane kuwa ni ukweli, eti kwamba wananchi waliweza kuuana na wala polisi hawakuua, wameamua kuchakachua, kuandika ripoti feki, ile original ipelekwe Zanzibari ikachomwe moto. Unajua, jambo ambalo limeweza kupea wasiwasi Samia ni masuala ya utekaji. Ripoti hii iliweza kuhakikisha kwamba vijana wengi waliingia barabarani, sio eti kwamba walilipwa, hapana. Walichoka jinsi ambavyo ndugu zao wanatekwa, wengine wanapatikana wakiwa wameuawa, wengine bado wanaendelea kushikiliwa na maafisa wa polisi au ukipenda watekaji kama vile Humphrey Polepole. Lakini kwenye yale maneno ambayo Chande aliweza kuyatamka kutoka kwa kinywa chake, alisema kwamba vijana waliandamana, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa kulipwa. Kwa hivyo wameenda kuchakachua ripoti, wasionyeshe tu kwamba wananchi waliandamana kwa sababu ya ndugu zao ambao walikuwa wametekwa, ila kwa sababu walikuwa wamelipwa. Sasa taarifa hiyo tena ikaendelea kusema hivi: kuna siku nyingi utasikia baadhi ya wajumbe wa tume wamekufa, yaani hawatabaki salama. Usione Chande alikuwa anatetemeka kama kuku mwenye kideli. Anafahamu kuwa kauli ilitoka kuwa taarifa yoyote kifuja mitandaoni, aswa kwa Maria, muhusika lazima alipe kwa kiapo cha hilo tishio. Sio la jumla, aliitwa mjumbe mmoja mmoja, kapewa onyo la kifo iwapo watavunjisha ripoti. Na muuaji mahili
si umesikia ni mshauri wa Bibi Kiziwi, ambaye ni Samia. Siku hizi anaitwa Bibi Kiziwi kwa sababu hasikii. Na muuaji mahiri, si umesikia ni mshauri wa Bibi Kiziwi kwa sasa. Yaani ndio kabisa, hata pale bungeni atawafyeka wote walio kinyume na genge la Bibi Kiziwi. Kifupi, Angela Kiziga ni mafia. Kila ni hatairi kuliko unavyojua wewe hatari yake. Hii ni mara yangu ya kwanza kujua kwamba Angela Kiziga pia yeye ni muuaji. Kumbe wauaji wanatembea pamoja na wanaketi pamoja na kukula pamoja, kwa sababu juzi tu yapita siku moja mbili baada ya ripoti ya Chande, Samia aliweza kumteua Angela Kiziga kuwa mshauri wake. Nakumbuka kwamba kipindi kimoja Samia aliweza kumteua Angela Kiziga kama mbunge wa viti maalum. Kumbuka kwamba Angela Kiziga anatuhumiwa kusafirisha silaha za vita ambazo zilitumika kuwaua Watanganyika mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi. Vilevile kipindi cha Magufuli, Angela Kiziga aliwahi tuhumiwa kusambaza sare hewa za polisi. Alidanganya kwamba amesambaza sare akalipwa. Sasa unasikia katika hii tume ya Chande walipewa honyo, wakaonywa kabisa, wakaambiwa kwamba mkitoa hizi taarifa kwa kina Ezra, kwa kina Maria, hawa watu ambao wanamulika taarifa, mtanyongwa. Ripoti kamili iliweza kuonyesha utekaji, mauaji, ila Samia anataka kuibadilisha. Sasa akawaita hawa akina Chande na ile tume yake ya uchunguzi, akawaonya kwamba mkipeana hiyo ripoti, jua kwamba mtaanza kupotea mmoja mmoja na mtapatikana mkiwa mmeaga dunia, kwa sababu mtakuwa mmeanika uozo ambao mlikuwa mmeandika. Sasa Samia anaogopa nini kipindi ambapo aliweza kusema kwamba ile tume ni ya rais na ile ripoti ni ya rais? Unajua kuna kitu ambacho hakujua kipindi ambapo alikuwa anazungumza vile. Alijianika ulimwengu mzima kwamba yeye ni dikteta, na alijianika wazi kwamba ripoti ilikuwa imesema ukweli, ila yeye akaamua kudanganya. Kwa nini ufiche ripoti? Kwa nini anataka kuibadilisha ripoti? Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji? Hizi taarifa si nzuri. Kumbuka kwamba kuna jamii ambazo ama kuna familia ambazo ziliweza kupoteza wapendwa wao. Walikuwa na matumaini kwamba tume ya Chande angalau itajaribu kuleta haki kwa ndugu zao ambao waliweza kuuawa. Kuna wengine ambao walipotea mpaka wa leo hawajulikani waliko. Miili haijawahi patikana. Halafu rais anaamua kuficha ripoti. Huu ni unyama. Kwa hivyo ripoti yoyote ambayo utaona eti kwamba imeweza kuchapishwa kwenye kurasa, kwenye tovuti za serikali, eti kwamba sasa wananchi wakaiangalie na kusoma, waone ni kipi ambacho kiliweza kupatikana kutoka kwa uchunguzi wa Chande, ile ripoti ni feki ambayo itakuwa inachapishwa ama itakayochapishwa na serikali kwenye tovuti za serikali. Ripoti original itapelekwa Zanzibar iende kuchomwa. Mimi ni Bwana Ezra.